binafsi ambalo nimejifunza, hakuna kama mwanaume. Na mwanamke hata tumnyanyue vipi hawezi kuwa sawa na mwanaume. Na Qur'ani imesema katika sura ya 3, walaysa dhakaru kaluntha, mwanaume hawezi kuwa sawa na mwanamke. Uislamu hapa haujakusudia katika uchamungu, la. Mwanamke anaweza akawa mcha Mungu kuliko mwanaume. Mwanamke anaweza akawa mbora mbele ya Allah kuliko mwanaume. Mwanamke anaweza kuwa mwema mbele ya Mungu kuliko mwanaume. Lakini nachokusudia katika utendaji nini maana yake? La kwanza nililojifunza, waokoaji wote walikuwa wanaume. Salamu hizi ziwaendee wale wazee wa pasu kwa pasu, 50-50. Tujaribu kuweka muhimili sawa, wanawake na wanaume. Hamwezi mkawalinganisha wanawake na wanaume. Mola aliyewaumba hakuwaunganisha. Kila mmoja ana kazi zake, kila mmoja ana namna yake, kila mmoja ana nuru yake, kila mmoja ana tabia zake, kila mmoja kipo anachokiweza kuliko mwenzake. Hili la kwanza. Kina mama walikuwa wanaishia kupiga kelele na kulia tu, wanalia tu, lakini wanaume wa kazi ndio walikuwa pale wanaokoa watu. Hii iwaendee wale wa haki za binadamu ambao wanataka kutuambia usawa baina ya mwanamke na mwanaume. Jambo la pili, ndugu zangu, nililojifunza, la tahqiranna ahada, usimdharau mtu katika maisha yako. Waokoaji wa kwanza wa ndugu zetu walioangukiwa na jengo Kariakoo ni wasukuma wa makokoteni, ni wale wabeba mikokoteni, wabeba mizigo, wale wanaodharauliwa na jamii. Ndio walikuwa fronti katika kusaidiana na serikali katika kuokoa ndugu zetu. Wale ambao sisi tunawaita wahuni ndio waliotusaidia. Wale ambao sisi tukiwaona simu zetu tunatia mfukoni, wezi hao ndio waliotusaidia, na hatujapata kusikia wakiiba cha mtu, bali wanachukua mpaka na vyuma wanapasua na ukuta wa nyumba nyingine kuokoa ndugu zetu. Tukio hili litufundishe ya kuwa tusimdharau mtu katika maisha yetu, na wanadamu wote wana faida na wana manufaa. Usimdharau mtu. Na muomba Allah vijana wetu hao waliokuwa fronti kushirikana na majeshi yetu, Allah awalipe kila la kheri. Ambao waliacha kazi zao, vibarua vyao vilisimama, mikokoteni waliweka pembeni, hakuna tena dili ya kubeba mizigo, walikuwa wakijitoa free of charge, hakuna cha malipo wala nini. Hapa ni Utanzania kwanza, hapa ni utu kwanza, hapa ni huruma kwanza, na hapa ni uzalendo kwanza. Usimdharau mtu katika maisha yako. Qur'ani tukufu suratul Hujurat aya nambari 11 inatuambia, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, la yaskhar qaumun min qaum, kundi katika nyinyi lisithubutu kudharau kundi lingine. Tusidharauliane. Anaweza mtu kimuonekano akawa anaonekana ni mchovu, physical appearance yake yaonyesha ni mchovu, yaonyesha ni fukara, yaonyesha ni maskini, yaonyesha pangu pakavutia mchuzi, lakini akawa na ukaribu na Allah kuliko wewe unayevaa vizuri. Lakini akinyanyua mikono mbinguni akasema, ya Rabb,
Rabb, Allah anamuitikia papo hapo, anamwambia ya abadi, mja wangu sema na kusikiliza. Usimdharau mtu katika maisha yako. Hili la pili ambalo nimejifunza. Na bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a, usithubutu kudharau chochote katika mema. Mema ni mema, na wema ni wema, na jema ni jema. Tenda mema hata kama ni dogo. Na Qur'ani tukufu sura ya 5 Al-Maida aya nambari 32 inatufahamisha wana wa Israeli namna Allah alichokiandika kwao. Min ajli dhalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighayri nafsin أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Na kwa ajili ya hilo tukawaandikia wana wa Israeli ya kuwa hakika katika nyinyi atakayeua nafsi ya mtu mmoja pasina haki, pasina yeye kuua nafsi nyingine au kuleta ufisadi katika ardhi, huyo hukumu yake mbele ya Mola wake mlezi ni kana kwamba ameua watu wote. Waman ahyaha, na atakayeokoa maisha ya mtu mmoja, roho ya mtu mmoja, nafsi ya mtu mmoja, fakaannama ahya an-nasa jami'a, huyo mbele ya Mola ni kana kwamba ameokoa watu wote. Pongezi hizi ziwaendee majeshi yote katika majeshi ya nchi yetu kwa kuokoa wanadamu na Watanzania wenzetu. Lakini pia hao vijana wa Kariakoo ambao na wao walikuwa pamoja na majeshi kuokoa ndugu zetu hao, aya hii iwafikie popote pale walipo. Qur'ani sura ya 5 aya nambari 32 inasema mwenye kuokoa roho ya mtu mmoja, huyo ni sawa na aliyeokoa roho za watu wote. Ndugu zangu Waislamu, jambo la tatu ambalo nimejifunza, huruma ya Watanzania. Yani Waarabu wanasema kupitia matatizo utajua uhalisia wa watu. Uhalisia wa Watanzania ni huruma, ni upendo, ni utu ambao hapa nyuma ulianza kutoweka. Tulikuwa tunaanza kuvua mavazi yetu ya kibinadamu, ya kihuruma, ya upendo, ya kiutu, na kuvaa mavazi ya kinyama. Ndio yale matukio ambayo nimeyasema sana na nitaendelea kuyasema. Leo mtu anambaka mtoto mchanga ana miezi 6. Wanaoteka watu wanaitwa wasiojulikana, Mola anawajua. Mtu anaokutwa baada ya siku kadhaa viungo hana kauawa. Tabia hizi sio za Watanzania. Watanzania waji ni hawa ambao leo wamejitokeza, wanaonyesha wazi utu wao, huruma yao, upendo wao, na kusimama pamoja na Watanzania wenzao walioangukiwa na ghorofa Kariakoo. Natoa mfano. Kuna binti wa Kitanzania ambaye ameamua tu yeye mwenyewe kwa nia yake tuseme njema, anaitwa Nifa. Amechangisha zaidi ya milioni 30 kitu, na Watanzania wamemwamini, na kila mtu alikuwa anapeleka mchango wake. Hili likijulisha kitu linajulisha
kuonyesha namna gani Watanzania walivyokuwa wana huruma, wana upendo, wana utu, na ni watu wenye kuguswa na wenzao. Na ndio maana hawakumjali, hawakumjudge, hawakumtazama Nifa kwamba hizi pesa hatakula au hatokula. Watu wakawa wanampelekea michango tu. Wakati wengine hii mnachukulia ni mpango, yule binti ameamua kutengeneza mpango wa kupiga hela, mimi nageuza shilingi upande wa pili. Tukio hili Watanzania wapewe maua. Kwa nini Watanzania wamemwamini? Yeye ni nani? Wanamjulia wapi? Watanzania hawajamtazama yeye, wametazama wale watu ambao wanakata pumzi chini ya gorofa, wanasema anapoteza pumzi. Na hivi ndivyo tunavyotakiwa sisi kuwa siku zote. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia katika hadithi iliyo sahihi, arrahimuna yarhamuhumur rahmanu, wenye huruma siku zote atawahurumia mwingi wa rahma, mwenye kurahamu Allah. Irham man fil ardi yarhamuka man fis samaa, mhurumie aliyekuwa ardhini atakuhurumia yule aliyekuwa mbinguni. Tabia hii ya Watanzania kuwa pamoja katika shida na raha na kuguswa na matatizo ya wenzetu na kuwa na utu, huruma, upendo, umoja na mshikamano udumu, basi sio katika tukio la Kariakoo tu, katika tukio lolote lile. Na hivi ndivyo anavyopenda Mola wetu mlezi. Lengine ambalo nimejifunza katika tukio hili la Kariakoo, tofauti kubwa baina ya sheria ya Mungu na sheria ya wanadamu. Kwa mfano, sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema kutojua sheria sio sababu ya kukeuka sheria. Kutojua sheria sio sababu ya kufanya kosa la kisheria, na atakayefanya kosa la kisheria halimaanishi, haijalishi alikuwa anajua au hajui, sheria ni msumeno na utamkata. Tofauti na sheria ya Mungu. Katika suratul Isra, sheria ya Mungu inasema Mungu hatomwadhibu mtu ambaye bado ujumbe wake haujamfikia, elimu yake haijamfikia. Na hii sina maana kwamba anaitukana serikali, la. Hii ina maana ya kuwa hizi ni sheria tulizowekewa na wanadamu wenzetu, ni miswada iliyopitishwa bungeni. Tutakuwa na sheria hizi na hizi, kanuni hizi, kutakuwa na sheria ndogo ndogo, sheria mama. Huu si ufunuo kutoka kwa Mungu, ni matashi yetu sisi. Tumeamua kupanga na tukaamua kuendesha nchi kwa mtindo huo. Na wala siwaambii Watanzania tusifate hizi sheria, la, siwaambii. Madama tupo katika mazingira haya na tunaishi katika mfumo huu, dini pia inatutaka tutii wenye mamlaka juu yetu. Lakini nataka kufanya comparison, nataka kuoanisha baina ya sheria ya Mungu na sheria za binadamu. Sheria za binadamu, ukikosea mahakamani, sheria ni msumeno, utakukata. Hawatoangalia ulikuwa unajua au hujui, hawatoangalia ni wajibu wao wa kuelimisha, ujue hili ni baya, hili ni zuri, hii ni sheria na hii si sheria. Lakini Qur'ani suratul Isra inasema wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula, wala hatukuwa wenye kuadhibu watu hadi pale tutakapowatumia mitume. Yani mtu leo kitokea akafariki, hajawahi kusikia na Mungu
wala la mtume, anaishi mazingira pengine ya porini, hakuna chochote ambacho kimemfikia, kwa mujibu wa Qur'ani Allah hatomwadhibu. Wakasema baadhi ya maulama, wale wote watakaofariki ili hali hawajawahi kusikia la Mungu wala mtume wala la dini, watakusanywa na watapewa interview, watapewa mtihani. Pale wakifaulu wataenda peponi, wakifeli ndio watapelekwa motoni. Waislamu, lingine ambalo nimejifunza kupitia tukio hili la Kariakoo, kuporomoka kwa jengo hili na kupelekea kupoteza uhai baadhi ya ndugu zetu na baadhi kupata majeraha. Tukio hili Waislamu na Watanzania litukumbushe basi hali mbaya walionayo ndugu zetu wa Palestina. Sisi jengo moja limedondoka, moja haikai, mbili haikai. Tumepata hofu sote, tumepata taharuki zote, kila mtu sema habari ni Kariakoo. Jengo moja, mamia ya majengo yanaporomoshwa kwa kusudi, kwa mabomu na makombora ya Mayahudi. Dunia inayojiita inajua haki za binadamu wamekaa kimya. Dunia inayosema ya kuwa mwanamke ni nambari moja. Huko Ulaya nasikia baada ya paka, mtu wa pili kwa mwenye utukufu mwanamke. Paka si mbwa, alafu anafuatia. Tunaye shekhi mmoja kutoka Uingereza hapa leo, atatuambia baada ya swala atasimama atatuambia namba moja nani Ulaya huko. Lakini mwanamke ni mtukufu kweli kweli kuliko mwanaume. Mwanaume si unashika nafasi ya ngapi huko? Sasa wanawake wa Palestina wanauawa, mbona hawana haki? Watoto wadogo mbona hawana haki? Na kwa taarifa tu nikwambieni, wa Palestina wote sio kwamba ndio Waislamu wote, baadhi yao pia ni Wakristo. Kupitia vyombo vya habari niliwahi kuona mpaka hospitali inayomilikiwa na kanisa watu walikwenda kujificha. Myahudi alipeleka kombora na hospitali yote imeteketea na waliomo ndani yake, manesi, madokta na wagonjwa. Na laiti wa Palestina wote wangekuwa Wakristo wote kwa 100%, mimi ningesimama ningesema tukio lile pale halikubaliki. Wanauawa wanadamu wasiokuwa na hatia. Hivyo basi Waislamu tuwakumbuke wa Palestina kwa dua. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyoipokea Imam al-Hakim anatuambia anasema duau silahul mu'min, dua ni silaha ya muumini. Tumombe Allah awape wepesi, tumombe Allah awanusuru, tumombe Allah awarahamu, tumombe Allah awaangamize hawa wanaotumia mabavu na makombora kuua watoto wadogo, wanaua kina mama, wanaua wazee, wanaua watu wasiokuwa na hatia na kuyaporomosha majengo yale ni makaburi yao. Allah awarahamu hao, awasame hao na awaangamize hao wanaoangamiza. Semeni amin. Tukio la mwisho kabisa au miongoni mwa vitu nilivyojifunza, vifo vya ghafla ni dalili ya kiyama. Ndugu zetu walioangukiwa na jengo Kariakoo wote naweza kuthubutu kusema hawakuwa wagonjwa, wote walikuwa wazima. Shehe, umejuaje? Wagonjwa wako Muhimbili hawatoki. Kama ni mtu mteja aliyekwenda dukani kununua kitu, huyo hajambo, sio mgonjwa. Anapata hamu mpaka kununua bidhaa, sio mgonjwa. Wote wamepatwa na kifo cha ghafla. Hivyo basi Watanzania tujipange na kifo. Na ili mtu afe sio lazima awe mgonjwa.
Haya mawazo ya mwaka 47 kwamba hafi ila yule atakayeugua kwanza, muyaondoe. Tukio la Kariakoo litupe mafunzo, kumbe unaweza kufa hali ya kuwa hujawahi kuumwa hata jino. Ndugu zetu waliopoteza maisha chini ya mporomoko wa gorofa la Kariakoo hawakuwa wagonjwa, bali Allah aliwaandikia wapatwe na kifo cha ghafla. Na kifo cha ghafla ni miongoni mwa alama za kiyama. Hayo kayasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, inna min ashrati saa, hakika katika alama za kiyama, mautul faj'a, vifo vya ghafla. Kifo cha ghafla ni miongoni mwa alama za kiyama. Naye pia katika dua mbalimbali alizokuwa kimomba Allah subhanahu wa ta'ala, alikuwa kimomba Allah amwepushe na kifo cha ghafla. Jambo la mwisho ndugu zangu, katika kuhitimisha khutba yangu hii, nilichojifunza katika tukio la Kariakoo, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Rais Samia Suluhu Hassan kujitoa kwa asilimia zote. Huruma ya Mheshimiwa Rais na serikali yake sote tuliona. Mheshimiwa Rais ametangaza wale wote walioumia watatibiwa kwa gharama za serikali, na wale wote waliofariki gharama za mazishi zitakuwa juu ya serikali. Hata wale wanaotaka kusafirishwa kupelekwa mikoani huko, serikali pia iko tayari kulisimamia. Tunaipongeza serikali kwa hilo, imefanya jambo jema, na tunampongeza rais wetu na tunamtakia kila la kheri. Tuseme amin.